Samia na utawala wake Ikulu Chamwino Tanzania wamepatwa na msiba. Chama cha Mapinduzi CCM, chama ambacho Samia Suluhu Hassan anaongoza, kimepigwa na mauti. Na ukiweza kuangalia kauli ambazo zinatolewa na wananchi, mpaka ninashangaa, tulifika lini hapa? Taifa letu la Tanzania ambalo lilikuwa na umoja, mshikamano, tulifika vipi hapa? Wananchi wanashangilia kifo. Anyway, nitachanganua hayo kwa undani tuweze kuona ni nini hichi ambacho kilifanya mpaka Tanzania tukafika hapa, mahala ambapo kifo kikitokea, wananchi, aswa kifo kikigonga serikali, wananchi wanapiga shangwe na vigelegele, wanapiga sherehe. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra, kijana ambaye haogopi kuzungumza. Ni heri tuweze kuzungumza ukweli kuliko kupapasana hapa. Tafadhali, kama unanipata kwa mara ya kwanza, like video, subscribe, bonyeza hicho kengele, alafu sambaza hii kanda ili uweze kupata taarifa. Sijui unanitazama ukiwa wapi. Kama upo nchini mwetu Tanzania, niambie mkoa. Kama upo nje ya Tanzania, naomba uweze kuniambia taifa ambalo ulipo, mahala ambapo nachapia kazi. Sasa taarifa zenyewe ndizo hizo hapo, jinsi ambavyo zimenifikia. Gari ya diwani wa CCM na mwenyekiti wa halmashauri aliyepata ajali Nzega na kupoteza maisha yake. Jinsi ambavyo unaona hiyo gari ilibondeka vibaya sana. Ilibondeka vibaya, na tunaambiwa kwamba mwenyekiti huyu wa halmashauri na diwani wa chama cha CCM alipoteza maisha kipindi ambapo alipata ajali hii. Na ajali hii ilitokea pale Nzega na akapoteza maisha. Inaonekana kwamba hili gari lilikuwa kwa mwendo wa kasi sana. Ukiangalia hizo picha, jinsi ambavyo liliweza kubondeka na likaharibika kabisa. Mtazamaji wangu, naomba uweze kuangalia hizo kauli ambazo zinatolewa na Watanzania, ndio tuweze kujiuliza tulifika lini hapa. Kwanza kabisa, kabla hatujaweza kuangalia hilo, lazima ujue kwamba huyu ni diwani ambaye waliweza kujichagua juzi tu. Hakuna uchaguzi ambao ulifanyika, walijichagua, wakajitawaza, wakajiapisha, wakaingia madarakani, kuanzia madiwani mpaka rais wa chama cha CCM. Vile vile huyu kiongozi alikuwa ni mwenyekiti wa halmashauri. Wale watu ambao wanapotosha Samia, wanatupigia kelele kila wakati na kusema kwamba CCM itasalia madarakani miaka yote. Wale watu ambao wanasema kwamba Lissu aendelee kufungiwa pale ndani. Sasa naomba uweze kuangalia hizo kauli. Sauti ya Watanzania ikasema kwamba safi sana, yani akafurahia, akasema okay, ni vizuri aliweza kuaga dunia. Haya, mwingine akaandika kwamba wameanza kujichanganya. Mwingine akaandika Oktoba, yani anaashiria kwamba yale ambayo waliweza kuwatendea wananchi mwezi wa Oktoba mwaka uliopita ndio haya yameanza kuwafuata. Kennedy Mwambegele akasema kwamba hakuna nywinywi. Kimaro Ngai akasema kwamba nchi imenuna kweli.
wataisha mmoja mmoja, tutakutana mbele ya haki. Umesikia? Mwingine anasema kwamba ni heri waage wote, wataendelea mmoja mmoja. Mwingine akaeleza kwamba huwa wanafufuka hao, wasicheleweshe kumfukia. Nasikia? Wasicheleweshe kumfukia huyo mwenyekiti wa CCM. Mtazamaji wangu, ukisoma comments ndio utajua ni nini kifanyike katika nchi yetu ili haya ambayo yameingia katika nchi yetu yaweze kuisha. Mwingine unajua akasema aje kwamba hizo ni AI, Watanzania wazipuuze. Mnakumbuka kile kipindi cha maandamano, zile video ambazo zilitoka pale wananchi wakiwa wameuawa, viongozi wa serikali wakaanza kusema kwamba hizo ni AI, zipuuze. Sasa mwananchi mwingine amesema kwamba hizo picha za ajali ni za AI, puuzeni. Mwingine akasema hivi, Mungu atupe nini tena jamani? Asante Mungu hata kwa hiki kidogo. Tunakuomba endelea kufanya zaidi ya hayo. Yaani unaona mpaka hiyo kauli. Mtu anasema kwamba Mungu asante kwa hichi kidogo, tunakuomba uendelee. Ndio nimekuambia ukizisoma komenti kuhusu haya ambayo yameweza kutendeka, ndio utajua kwamba nchi yetu imevimba. Hasira zimevimba kwa wananchi. Hasira zimevimba. Sasa mtazamaji wangu, unahisi ni kwa nini hasira za wananchi zimeweza kupanda hivi? Kwa kila jambo ambalo linatokea liko na maana yake. Unapaswa kuelewa jambo la kwanza ambalo limesababisha haya yote. Unakumbuka zile chinja ambazo zilitokea mwaka uliopita mwezi wa Oktoba. Watu wengi waliuawa, wakazikwa kwenye makaburi. Wengine hawajawahi patikana mpaka sasa hivi. Alafu nilimsikia waziri wa masuala ya nchi za kigeni Thabit Kombo akisema kwamba zile vurugu ambazo zilitokea Tanzania zilikuwa kidogo. Yaani waziri anasema kwamba zile vurugu zilikuwa kidogo ikilinganishwa na vurugu ambazo zinatokea kwenye mataifa mengine. Lakini hataki kujali kwamba kuna familia ambazo zilipoteza ndugu zao. Surely. Kauli za kichochezi na za kifedheha na za kidharau ambazo zinatoka kwenye kutoka kwa viongozi, ikiwemo mpaka Samia mwenyewe huwa anatoa kauli za upuzi, ndizo zinafanya wananchi wanavimba, wanakaa na hasira. Mpaka mambo yakitokea ambayo yanahusu serikali, mambo mabaya, unapata kwamba wananchi wanafurahia. Kitambo ulikuwa unapata kwamba msiba ukitupata sisi wa Tanzania, taifa letu, wa Tanzania tunaungana, tunatuma risala za rambirambi. Siku hizi tangia uchaguzi uliopita, mambo kama haya yakitokea, shangwe na nderemo zinachipuka. Hawa viongozi walio madarakani lazima waketi chini, wajiulize ni wapi ambapo walikosea mpaka nchi imevimba hivi. Imevimba kinyama. Namba 2. Lazima ujue kwamba Samia na viongozi hawa, tukienda wabunge mpaka madiwani, hawakuchaguliwa na raia, hawana ridhaa ya wananchi, hawakupigiwa kura, bali walijiweka madarakani, akiwemo huyu ambaye ameweza kufariki, huyu diwani. Na inaonekana kwamba gari hili lilikuwa kwa mwendo wa kasi sana. Spidi ilikuwa juu. Spidi ilikuwa juu sana, hatari. Waliiba kura, hawana ridhaa ya wananchi. Endapo wananchi wangewapigia kura wawaweke viongozi wao madarakani, yeyote yule mwenye angepoteza maisha, wananchi wangehuzunika kwamba wamempoteza kiongozi rafiki ambaye waliweza kumchagua kwa ridhaa yao. Lakini kipindi ambapo najilazimisha kwa wananchi, unafikiri kwamba watakuheshimu? Hawawezi kamwe. Namba 3,
Uongozi mbaya ambao unaendelea katika taifa letu, uongozi mbaya ambao unaendelea katika taifa letu ndio umefanya wananchi wamekasirika na hii serikali. Uongozi mbaya kivipi? Angalia, kutoka serikali kuu viongozi wanaongoza kimabavu, mpaka jeshi la polisi linaongoza kimabavu. Ukikosoa serikali unakujiwa. Hata mimi ni venye wajajua penye nipo, wangekuwa wamebisha mlango, lakini hawawezi wakanipata. Mimi ninajua hawawezi wakanipata. Wangekuwa wanajua penye nipo hapa Tanzania, wangekuwa wamenibishia mlango. Sasa uongozi mbaya kutoka kwa hawa viongozi, uhuru wa kuzungumza umeweza kuhujumiwa. Uhuru wa kujumuika pamoja umeweza kuhujumiwa. Uhuru wa katiba mpya wameuhujumu. Hatuna katiba mpya. Wanaongoza serikali kama tupo kwenye falme za kidikteta. Uongozi huu mbaya umefanya mpaka wananchi wamepoteza imani na CCM. Sijui kama unanielewa. Uongozi huu mbaya ndio umefanya mpaka wananchi wamepoteza imani na CCM. Mwisho, viongozi hawa ikiwemo mpaka huyu diwani mwenye amefariki wamechangia kuua demokrasia katika taifa letu la Tanzania. Hebu niambie, ni lini ambapo tuliweza kuandaa uchaguzi wananchi wakawachagua viongozi wao? Niambie, ni lini tuliandaa uchaguzi wa haki na huru? Mambo kama haya ndio yanachangia mpaka wananchi wanafurahia. Sijui wazo lako ni lipi? Tupatane kwenye kanda ijayo. Asante sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.